This is news notification. Kile ambacho kiliendelea kutokea Uganda kiliweza kufahamika na dunia, na kwa asilimia kubwa watu wengi waliweza kuelewa kile ambacho kilichotokea wakati wa uchaguzi mkuu katika taifa la Uganda, ambapo Yoweri Kaguta Museveni alichuana vikali zaidi na Bobi Wine, na sakata ambalo liliendelea ama lilijiri kabla hata ya kufika siku ya uchaguzi mkuu. Wakati wa kampeni vile bado kulikuwa kuna kisanga na rasharasha za mvua kunyesha zilionyesha wazi kabisa kabla ya mvua yenyewe kutinga katika taifa la Uganda na kuleta mafuriko ambayo baadhi ya wengine aliweza kuwapitia, lakini baadhi ya wachache waliweza kuathirika na wengine kunusurika, huku wakibaki kuandika historia kubwa juu yaliyotokea katika taifa hilo la Uganda, likiongozwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni baadaye kuweza kushinda kuchukua nafasi hiyo ya kuwa rais wa taifa hilo la Uganda naona bwana kwa miongo kadhaa. Basi unaambiwa kwamba baada ya hapo Bobi Wine ilionyesha wazi kabisa alihitajika kukamatwa katika nyumba yake wakati wa operation ya kijeshi katika taifa hilo la Uganda. Wanajeshi wa Uganda wakiongozwa na mkuu kabisa Muhoozi ambaye alikuwa akiongoza operation hiyo, lakini kwa bahati kwake Bobi Wine akabahatika kuweza kuchoropoka katika tundu hilo la sindano na kuweza kwenda huko mafichoni, ambapo alienda kujificha kwa ajili ya kuweka usalama wa maisha yake, lakini pia kujipanga kwa ajili ya kile ambacho anachokiamini kwamba siku moja atakuja kushika dola, kamata dola katika taifa hilo la Uganda. Basi hiki ambacho nimekusamaraizia hapo ni kwa sababu nina taarifa fupi kuhusiana na kilichotokea kwa sasa hivi, ama kile ambacho kilichoripotiwa na kamanda wa polisi katika taifa hilo la Uganda. Amesema sasa kitu ambacho kamanda wa taifa hilo kamanda wa polisi, sio kamanda wa jeshi, kamanda wa polisi amekisema ndicho ambacho nileta hapo kwako kuweza kuwasilishia taarifa hiyo na kuweza kusummarize aliyopita nyuma kabla ya hiki ambacho unapaswa kwenda kusikia dakika chache zijazo ama sekundi chache zijazo. Lakini kwanza na kuomba kitu kizuri hapo chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, libonyeze. Utakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakao kuwa good sana katika kufuatilia ama kupokea taarifa zetu kwa wakati. Mtakuwa mkutano notification kwa ajili ya kuweza kupokea taarifa mpya kila wakati tupandishapo taarifa mpya. Basi iko hivi, msemaji wa polisi wa Uganda Kituuma Erusoke amesema kuwa Bobi Wine sasa yuko huru na anapaswa kurejea nyumbani. Rais Museveni na Jenerali Muhoozi wamemsamehe kuhusu kilichotokea jeshi nyumbani kwake. Ndio bwana, kuhusu kupeleka jeshi nyumbani kwake amesema kuwa wanafanya hivyo kwa nia njema ili kuhakikisha usalama wake, kwa kuwa yeye ni mgombea urais, alikuwa ni mgombea urais. Hivyo basi ameweza kuambiwa Bobi Wine kokote kule ambako yuko kwa sasa anaweza kurejea katika taifa hilo na kuishi vyema kabisa, kwa sababu wamekwisha kumsamehe. Sasa kile ambacho kimeweza kujili katika taifa hilo ndilo kinazidi kuleta amsha na michakato kuzidi kusonga mbele zaidi na zaidi. Katika hiki ambacho umekisikia, unaweza na wewe pia ukatoa maoni yako, kawa ni sehemu ya taarifa hii, kwa sababu taarifa hii inakuhusu wewe, na wewe pia unaweza ukawa mchakataji mzuri zaidi, kwa sababu umesikia nilivyokisema, lakini pia na wewe pia uenda ukawa una dodoso zile ambazo zilitokea na unazo taarifa nyingi za kutosha ambazo unaweza nawe pia ukashiriki kutoa maoni yako kupitia hizi taarifa. Basi fanya utoe maoni yako, andika maoni yako hapo. Lakini kama bado hujasubscribe, nikwambie kwamba jambo jema na zuri kwako, fanya hivyo, subscribe ili unapata taarifa zetu kila wakati tupandisha hapo. Bana, nikushukuru sana kwa your time. This time nikupatie nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Goodbye.